Inaonekana kwamba katika maisha yetu mara nyingi hakuna njia unaoeleweka moja kwa moja, nifanye nini, niishije. Na mara nyingine tunajikuta tuko mbele yetu tuna milima kabisa, kuna matatizo makubwa ambayo yanatukatisha tamaa. Ndugu zangu, hayo yanaweza kuwepo katika maisha yetu ya kawaida na yanaweza kuwepo hata katika maisha yetu ya kiroho. Yanaweza kuwepo katika maisha yetu ya kiroho, na kinachomhusu Mungu zaidi, sawa, mara nyingine tunaweza kumwomba kwa ajili ya mambo yetu hayo tuliyoyasema ya maisha yetu ya kawaida, lakini kilicho cha msingi lazima tuweze kuona kwamba katika maisha yetu kuna sababu ya kuweza kukaa chini na kupeta maisha yetu ya kiroho. Umesikia kwamba atakayekuja atakuja na chombo, atajaribu kwanza kupepeta basi, ili pumba yaweze kuondoka na kitu kilicho cha muhimu yabaki katika sinia. Ndugu zangu, kama tunapaswa kujua kama maisha yetu ni mazito, yenye lengo na maana, lazima katika kipindi hiki cha Majilio tuweze kupeta maisha yetu. Kitu gani kinahusu mwili peke yake? Kitu gani ina malengo yetu tu ya kibiashara, ina malengo ya utawala, ina malengo ya sifa, ina malengo ya tamaa? Kuna kitu gani ambacho katika maisha yetu tumeyatanguliza kuwa cha maana katika maisha yetu na kutoona kwamba ni pumba katika maisha yetu? Bila kufanya hivyo, hakika kipindi tunachokiishi sasa hivi cha Majilio ni kipindi ambacho hakitatusaidia kuweza kuvuna matunda ambayo imekusudiwa na kanisa kwa kutuwekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana. Umesikia kwamba katika shina la Yese, katika gogo la Yese, kuna kitu kinaanza kuota tena. Watu walifikiria kwamba katika kabila la Yese, kwa hiyo sio kabila ambapo ni muhimu na ni kabila ambapo haionekani kwamba kuwa na maendeleo tena, chipukizi limeanza kutoka, kitu kipya, ndio Kristo katika gogo la maisha yetu. Lakini kama sisi hatujagundua kwamba maisha yetu mbali na Mungu ni gogo lisilokuwa na maana, hatutaweza kufurahia chipukizi ambalo linatoka na linaweza kuwa tena mti imara katika maisha yetu. Ndugu zangu, sikukuu ya Krismasi si sikukuu sawa. Kuna babu Krismasi ataleta zawadi na nini, tunategemea, tunasubiri sana kwa hamu, lakini hayo yote ni mapambo tu, ni pumba tu, sio kitu cha msingi. Cha msingi ni kwamba tunamuelewa Mungu katika ulimwengu geugeu kwamba yeye ni imara. Katika ulimwengu wetu ambao unayumba yumba, yeye ni msimamo ambao ina uhakika. Katika yale ambayo sisi binadamu hatuwezi kuyafanya, yeye anaweza kufanya. Sikukuu ya Krismasi tunaojiandaa kupokea ni sikukuu ambayo inatuambia kwamba ukiwa na malengo ya kuweza kufanya maisha yako ya kiroho yabadilike, msaada wa Mungu umeshakuja. Ni kweli umekuja wakati ule, ufalme wa Mungu umepandikizwa wakati ule, lakini unahitaji sasa kupandikizwa ndani ya maisha yako, na wewe huwezi kupandikiza. Atakayepandikiza ni Mungu, ndiye tunayekumbuka kwamba Yesu amekuja na ahadi za Mungu zimeshaanza kuonekana katika kila nyakati, na leo ni nyakati yangu na ni nyakati wa maisha yangu ya leo. Yaliyokuwepo jana juzi yameshapita, siwezi tena kuwekea mkono juu ya yale yaliyopita, hata kama ni ya jana. Lakini katika yale yaliyopo mbele yangu, hata kama mimi naona kwamba ni mlima, hata kama mimi naona inapinda pinda, Bwana amekuja kutusaidia. Anakuja, anataka kuweka ufalme wake ndani ya moyo wangu. Lakini sasa kama sina mimi matumaini, ataimarisha nini?
atawezesha nini? Atanyosha kitu gani? Lazima tumpelekee sisi milima iliyopo ndani ya moyo yetu ya kiroho, ili tuweze kweli kumsaidia yeye kuweka mikononi mwake mawazo yetu, mahangaiko yetu, kila chochote kile ambacho tunaona kinahitaji mkono wa Mungu. Tumruhusu, tufungue milango ya moyo wetu, tumkaribishe aingie. La sivyo siku ya Krismasi kitakuja na baadaye hizo tabaki nje ya moyo wetu. Kuna kichekesho kimoja, ni kwamba Yesu siku moja alitaka kuenda kuona, asema jamani, kule huko duniani kila mwaka tarehe 25 wanafanya tarehe ya kuzaliwa kwangu, na naona kwamba kuna sherehe, kuna maandalizi makubwa sana yanafanyika pale. Ngoja niende nikatembelee kidogo nione mambo yakoje pale, nione hii sikukuu yangu ya kuzaliwa wanaishije pale. Basi katelemka, kafika kwenye duka la kwanza. Hii pango liko wapi? Mbona hawajaweka pango? Ila kuna Babu Noeli anacheza na yumba. Kuna Babu Noeli. Akasema huyu Babu Noeli ndio nani huyu? Mbona sikukuu yangu, mbona hapa hawajaweka pango? Akaenda kwenye duka lingine, kuna mataa yanawaka na nacheza na nini. Akaangalia Bikira Maria na Yosefu yuko wapi? Na mimi niko wapi hapa? Wameniweka wapi? Mbona ni sikukuu ya mataa huko na nini, na mimi sipo? Akaendelea, akapita, akaingia kwenye masupermarket, akakuta keki ya kila aina ya namna, akakuta zawadi ya kila aina na namna. Lakini sasa sema, mimi hapa nahusika vipi hupo? Mbona wao wanatangaza biashara ya keki zao, wanasema wakati Krismasi ni keki nzuri zaidi. Sasa mimi ni keki mimi? Akazunguruka, mwisho akamaliza mizunguruko yote, akaona sasa mimi kumbe wanasema wanafanya siku ya kuzaliwa kwangu, kumbe hawana hata habari ya kuzaliwa kwangu. Wanasherekea Babu Noeli, wanasherekea sijui nini, jingle bell. Sasa jingle bell kitu gani? Mimi nanihusu nini jingle bell? Mimi mbona niko wapi? Mbona kwenye keki niko wapi? Akasema jamani, hawa watu wamebadilisha siku ya kuzaliwa kwangu ni sikukuu ya biashara zao, ya kuuza makeki, ya kuuza mataa, ya kuuza nini. Akarudi akamwambia baba, we huko mimi sijui nilizaliwa wakati ule. Sasa kile watu wameshanisahau, wameshageuza sikukuu yangu kwa sikukuu ya biashara yao. Ndugu zangu, isije ikawa kwetu sisi inakuwa hivi, na inabasi kila mwaka tuweze kukumbuka, kwa sababu kila mwaka maisha yetu yanabadilika, yaliyopo mbele yetu ya usoni yanabadilika. Kilichokuwepo jana yameshaweka na huwezi kuweka tena mkono, na kila mwaka lazima tunyoshe, kwa sababu hata kama tumejitahidi mwaka jana, hata mwaka huu kwa yale yatakayokuja tusiyoyajua, yasiwe mambo ambayo anakuja na shoka kukata, bali yawe mambo ambayo anayaanzisha upya. Shina la Yese linatoka katika gogo. Mara nyingi katika maisha yetu ni gogo. Siku za usoni ndivyo anaweza kuwa, lakini yeye anataka kweli kila mara kuota tena upya katika maisha yangu ya kesho kutwa na siku zijazo. Ndugu zangu, ndio kujiandaa kuweza kusherekea sikukuu ya Krismasi. Sasa kwa hiyo lazima tuwe na maono na malengo. Ndio sababu kuanzia Jumapili ijayo tunaweka tena kule kikapu, ili kila mmoja wetu kwa kile anachokiona kwamba katika maisha yake yanahitaji kunyoshwa, amuombe Mungu amsaidie kunyosha. Kila kile ambacho katika maisha yako unaona kwamba ni mlima, umuombe Mungu kweli aweze kukata huo mlima, na kuweza kumwomba Mungu yale ambayo yanapaswa kukatwa na shoka na kuchomwa kama taka, tufanyie sisi bidii ya kuweza katika kipindi hiki mbili zilizobaki yaweze kufanyika. Lakini Yesu anakuja si kufanya ile sasa hivi, atafanya mwisho wa nyakati, atafanya mwisho wa maisha yetu. Kwa vyovyote tutakwenda mbele yake na mzigo wa maisha yetu, hatutaenda na mzigo wa maisha ya mwenzetu, tutaenda na mzigo wa maisha yetu. Atayangalia yapi ni pula, yapi ni pumba, na yapi ni mtama, na yapi ni mchele. Kama kweli hatujaweza kufanya hivyo katika maisha yangu, katika maisha yetu, basi tutakapofika mbele yake hapa kutakuwa na shida kweli. Lakini kama tutafanya hivyo, hatusiogope, kwa sababu yatakuwepo mazuri zaidi tutakayo, yeye anakuja kukamilisha yaliyo mazuri zaidi.
kuna kuzaliwa upya katika furaha zaidi huko usoni kuliko yale tuliyoyaacha. Mungu atusaidie. Kwa hiyo kila mtoto, msikie mwanangu, kila mmoja wetu lazima andike karatasi, mweke kwenye kikapu unachokitaka, jinsi unavyotaka kubadilika. Sio niletee mpira, unavyotaka kubadilika katika kipindi hiki. Yesu akusaidie Krismasi uone kwamba anakuletea uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo tuwe tunaomba, tuwe tunasali katika siku hizi, na hata sisi wakubwa itakuwa vizuri kama utaweka karatasi yako na malengo yako na matumaini yako katika siku zijazo unazotaka Kristo sikukuu ya Krismasi aweze kuimarisha, kuweka nguvu zake, kitu ambacho mimi naweza kutamani lakini nisichoweza, yeye anaweza. Tuweze kufanya hivyo na tufanyiwe hivyo kwa msaada wake. Bwana anakuja, ufalme wa Mungu unataka kuweka mizizi mikubwa zaidi katika maisha yetu. Tumruhusu na neno la Mungu tutakaosikiliza kila siku iweze kweli kutufanya tuwe watu ambapo tunajiona tuko jangwani, lakini tutabadilishwa kuwa shamba zuri la mizabibu na shamba zuri la mavuno mengi, kufuatana na yale tunayohitaji katika maisha yetu ya usoni. Tumsifu Yesu Kristo.